tutakwenda kuwa na ujumbe ambao utakuwa una kichwa kinachosema ufahamu kuhusu ujazo. Ufahamu kuhusu ujazo. Kichwa kama kimekuwa nusu hivi. Ufahamu kuhusu ujazo. Ujazo gani? Nazungumzia ujazo wa mapesa, ujazo wa nini? Lakini ninaamini tutakapoendelea taelewa kwa kina, lakini kila subject, kila topic ambayo inaachiliwa kwenye eneo fulani inaweza ikaproject kwamba au ikaashiria kwamba ni ujazo wa nini. Mfano uwezo ukazungumza kanisani, ukazungumza ujazo mwingine zaidi ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ufahamu sahihi kuhusu jambo fulani unaweza kutusaidia kukitumia kitu hiko kwa faida. Kwamba kama kuna ujazo, tukielewa kwa kina au tukipata ufahamu, kusema ufahamu au understanding ni kuelewa kwa kina kuhusu jambo au kitu fulani, kinatusaidia. Naomba nipunguzie reverb hiyo effect. Kunatusaidia hasa kuweza kukitumia kitu hiko kwa faida, kwa faida. Kwa hiyo kama kuna ujazo wa Roho Mtakatifu, maana yake kuna faida ambayo inaendana na huo ujazo. Lakini lazima tuelewe pia huo ujazo ni unakuaje, kwa sababu hata hivyo tukimwangalia Yesu, kila ambacho tunakitazamia kwake alikizungumza. Kila ahadi ambayo asema ambayo tunaipokea sasa hivi alisema kabla. Kwa hiyo maana yake inatengeneza mentality au inatengeneza uhakika kwamba Mungu anachokitoa lazima amekisema kwanza. Yaani hakunaga surprise. Hakuna surprise. Kila ambacho Mungu anakifanya anatanguliza neno lake kwanza. Kwa hiyo hata kwa habari ya ujazo wa Roho Mtakatifu ulizungumzwa kabla ya huo ujazo kutokea. Kwa hiyo kuna wakati mwingine kuna vitu hatuvi-experience, hatuvioni kwa sababu hatujasikia habari zake. Hatujasikia habari zake. Kwa hiyo Mungu anatangaza mwisho kabla ya mwanzo. Kwa hiyo chochote Mungu ambacho anakifanya anakisema kwanza, alafu kile kitu kinakuja kuwa halisi, kwa sababu Mungu ni neno. Na anaposema iwe kitu fulani, kile kitu ndio kinakuwa. Ndio maana tukiangalia hata nyakati za mwisho hizi ambazo tunasema nyakati za hatari, hakuna kitu ambacho hakijazungumzwa. Tukiangalia manabii wa uongo, tukiangalia concept za kupenda fedha, watu kusema kupenda fedha kuliko kumpenda Mungu, sema makristo wa uongo. Yaani hayo mambo Yesu aliyazungumza ili isiwe ni surprise. Isiwe ni kitu cha kushtukiza kwamba haya mambo mbona hatujayaona. Na kwa hiyo ndivyo ambavyo jinsi ilivyo. Hata tunapozungumzia habari ya ujazo, ni muhimu kuweza kupokea ufahamu kuhusiana na ujazo wa Roho Mtakatifu. Ujazo wa Roho Mtakatifu ni kitu gani? Na faida yake ni nini? Na inakuaje? Unajua kuna vitu vingine haiwezi kawa ni surprise. Yaani Yesu alizungumza kabisa, alizungumza. Kwa hiyo kama nilivyosema, tunaangalia ujazo wa Roho Mtakatifu. Na maandiko yamezungumza kwa habari ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Tunaposoma maandiko, kama kitu kilitokea kwa mitume, kilitokea kwa kanisa la kwanza, lazima tujiulize kwamba kwa nini kilitokea, pengine wakati mwingine saa hizi yakitokea hii, au kwa nini kilitokea. Sababu kama kilitokea kipindi kile na sasa hivi pengine hatukioni, au kilitokea hatujiulizi, kwa sababu kama kitu kilitokea lazima kiwe ni moja ya subject, kiwe ni fundisho,
Kiangalia kitabu cha Matendo ya Mitume 2 kuanzia mstari wa 4, pale tunaona siku ya Pentekoste. Siku ile ya Pentekoste, na siku ya Pentekoste ni sikukuu ya Kiyahudi, ilikuwa ya mavuno. Yaani ili happen kwamba katika siku ile ya mavuno ya Kiyahudi walikuwa wamekusanyika wanafunzi wa Yesu Kristo. Alafu neno la Mungu linasema Matendo ya Mitume 2:4, asema wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Wote wakajazwa. Kwa hiyo kuna ujazo ambao unazungumziwa hapa. Matendo ya Mitume 4:6 tunamuona hapa, tunaona hapa pia kuna ujazo wa Roho Mtakatifu ambao Petro aliupokea. Alafu kuanzia mstari wa 6 asema na Anasi kuhani mkuu na Kayafa pia na Yohana na Iskanda na wote waliokuwa na jamaa zake kuhani mkuu walipowaweka katikati, wakawauliza kwa nguvu, kwa jina gani ninyi mmefanya haya? Ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu akawaambia, enyi wakubwa wa watu wa Israeli. Alafu akaendelea. Ndipo Petro akajaa Roho Mtakatifu. Alafu alipojaa Roho Mtakatifu akasema kule walijaa Roho Mtakatifu, wakaanza kuzungumza kwa lugha ngeni. Huku alijaa Roho Mtakatifu, Petro akasema kwa ujasiri. Matendo ya Mitume 7:55 anasema lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake akitazama mbinguni, akaona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema, tazama naziona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Huyo alikuwa ni Stefano. Alisema akijaa Roho Mtakatifu. Na wakisema akijaa Roho Mtakatifu, manake punde before au kabla ya hiyo kusema ilikuwa hajajaa. Alikuwa hajajaa. Kwa alijaa, alafu kuna tukio likatokea. Akasema. Tukimwangalia Paulo pia, Matendo ya Mitume 13:9. Yaani tutaenda kwenye maandiko, tutasoma maandiko kama tuko kwenye Bible school. Lakini somo la sema tunapofundisha kwa habari ya Roho Mtakatifu, hatutakiwi tutumie sema uzoefu wetu. Lazima tupite na maandiko tuone kilichotokea, kilichojiri. Ili tusije tukafanya nini? Tukasema tutapiga story hapa kwa sababu hii inakuja kutufundisha umuhimu wa kitu hiki. Na kilikuwa kinatokea. Ili na sisi pia tuone pengine kama kilitokea kwa wale, na sisi kwa tuwili muhimu. Sababu kama kilitokea wakafanya vitu fulani, ina maana sisi pia na sisi ni muhimu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tukiviangalia kama vilitokea kwa wale, alafu kutokea kule kuna vitu vikafanyika, maana yake hata sisi leo hii kanisa la leo ni jambo la muhimu itokee. Matendo ya Mitume 13:9. Lakini Sauli ambaye ndiye Paulo akijaa Roho Mtakatifu akamkazia macho akisema, ewe mwenye kujaa hila ya uovu, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, huachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyoka? Ina maana kwamba hapa alijaa Roho Mtakatifu, alafu akamkazia macho akasema kwa maana nyingine kwamba kitu ambacho alikisema au zile lugha walizozisema au neno ambalo walilisema, kama sio Roho kujaa kwanza. Sababu ukiona matukio yote haya yaliambatana na kwanza Roho alijaa akasema. Roho alijaa Kwa hiyo kujaa Roho Mtakatifu kuna ashiria utendaji fulani wa kimungu ambao katika namna ya kawaida haiwezekani kuweza kufanya. Katika namna ya kawaida haiwezekani kuweza kutenda kwa akili za kawaida. Sasa kujaa Roho Mtakatifu ni tukio gani au ni kitu gani? Lazima tukidadavue au tukielezee kwamba tunapozungumzia kujaa Roho Mtakatifu ni tukio gani. Kwani wao tulikuwa tunawasoma hawa ni mitume ambao walikuwa tayari wanamwamini Yesu Kristo na ni wanafunzi wa Yesu Kristo na walikaa na Yesu Kristo, lakini
Nasema katika safari yao ya huduma kuna moment walijaa Roho Mtakatifu, kuna nyakati walijaa Roho Mtakatifu. Sasa unaweza kujiuliza kwamba ina maana Roho Mtakatifu ni inakuaje kujaa? Hao walikuwa wanamwamini Yesu, walikaa naye, lakini kulikuwa kuna moment Roho Mtakatifu alijaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kujaa Roho Mtakatifu, unajua kuna namna fulani ambapo kujaa kwa Roho Mtakatifu tumekuhusisha kwamba ni pale tu mtu anapoamini au hivyo. Lakini tunaona hawa tumeangalia maandiko kadhaa, tukaona kwamba tendo la kujaa alafu wakanena kwa ujasiri, wakanena wakafanya vitu fulani, lilikuwa ni wanafunzi wale wa Yesu Kristo ambao walimwamini Yesu Kristo. Sasa tendo la kujaa Roho Mtakatifu ni kitendo gani au ni tukio gani? Tunavyosema kujaa Roho Mtakatifu ni tendo la Roho wa Mungu kukaa juu ya mtu. Kwa kutangalia maandiko imesema hivyo, kukaa juu ya mtu. Na tunaposema kukaa juu ya mtu, tukisema juu kuna ashiria kichwani, si ndio Kichwani. Tunaona tukiangalia kwenye wakati wa Pentecost tutasoma na maandiko, tunasema ndimi za moto kulikuwa kuna kama ndimi za moto katika vichwa vyao. Inaashiria ni kichwani. Kwa hiyo ni tendo la Roho wa Mungu kukaa juu ya mtu. Na tunapojua kwamba tunapozungumzia kichwani, hivi kichwa kinaashiria nini? Tukiangalia kichwa, kwa nini kichwani? Yaani akakaa Roho wa Bwana, nasema Roho wa Mungu akakaa juu yao. Yaani kukaa juu kuna maanisha nini? Kukaa juu au kukaa kwenye kichwa kuna maanisha kwamba, kwa sababu kichwa sema ndio kinafanya maamuzi. Sema mwili huu ili uamue, sema information zote zinatoka kichwani, si ndio Zinatoka katika kichwa. Kwa hiyo mtu yote ambaye anaweza akasema akashika kichwa cha mtu, na kwamba kila kitu katika mwili wake atakachokisema, atakachokinini ni kulingana na nini? Kulingana na kile ambacho kimejaa katika kichwa chake. Yaani huyu hayo anayosema ndio aliyojaa kwenye akili yake, ndio aliyojaa kwenye kichwa chake. Na hata tunasema Kristo ni kichwa cha kanisa, maana kwamba maelekezo yote tunatenda shauri la Kristo. Kwa hiyo tendo la Roho wa Mungu kukaa juu ya mtu maana ni kwamba ni kuchukua nafasi ya maamuzi ya mtu, na anakuwa si yeye tena, bali ni Roho wa Mungu aliye ndani yake. Yaani ile moment ya kwamba the Holy Spirit, Roho Mtakatifu ana take control, anachukua nafasi, anachukua udhibiti wa maamuzi. Inakuwa sio hisia zako, inakuwa sio mapenzi yako, inakuwa sio uwezo wako, sio kitu ambacho kimetokana na kujifunza, aidha kusema, kuamua, kutenda. Ile moment tunasema kwamba ile moment Roho Mtakatifu ame take control, amechukua nafasi. Ndio maana nasema kwa nini anakuja kichwani? Kwa nini ni juu? Na tukiangalia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 1:8, alikuwa anazungumza Yesu hapa. Sasa ndio tunaangalia kwenye maandiko. Anasema lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu. Kwa nguvu imetokana na kwamba nini? Amekaa juu, alafu ndio mtapokea nguvu. Akisha kuajilia maana kwamba anakaa juu kwanza, alafu akisha kaa juu ndio mnapokea nini? Mnapokea nguvu. Akikaa juu maana yake ni akichukua nafasi ya udhibiti. Sasa akishachukua nafasi ya udhibiti ndio mtakuwa mashahidi. Maana yake kwamba nini? Hamwezi mkawa mashahidi kama bado akili zenu zinawaza. Unajua kama bado mnawaza kwamba hapa tutakulaje, hapa itawezekana kweli, hivi hapa kweli watu tukishaanza kuwa na logic. Sema logic. Tunawaza mipango yetu. Tunawaza maisha yetu. Tunakuwa na sema na nini? Tunakuwa na mahesabu yetu. Hivi kweli hapa kweli wataamini kweli? Hivi kweli hapa watanielewa kweli?
hivi kweli hapa kitaeleweka? Yaani hivyo unaanza kuwaza kwamba hivi hapa nikimaliza hapa kweli hivi nitaweza kweli kwenda nyumbani, kweli sina nauli hapa, kweli naweza kweli wiki hii nitatoboa kweli, mbona kama mfukoni sina kitu. Unaanza kujaza vitu ambavyo vina occupy nafasi katika wakati huo ambao Mungu anataka kutumia. Ni ngumu Roho Mtakatifu kujaa. Kwa hiyo kujaa kwa Roho Mtakatifu ni kuchukua nafasi. Asema akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Mtakuwa mashahidi wangu. Na nataka nisome sasa maandiko kidogo machache hapa tuangalie. Ni Matendo ya Mitume 2 kuanzia mstari wa kwanza. Tuangalie siku ya Pentekoste, nataka tuangalie kwa sababu Matendo ya Mitume imeelezea hasa hii kitu cha ujazo wa Roho Mtakatifu, kwa sababu Matendo ya Mitume ni habari ya sema event za kanisa la kwanza, zile acts, sema ni matendo yale. Kanisa la kwanza movement ilikuwaje? Tunasema movement au mchakato wa kanisa la kwanza kuhubiri injili ilikuwaje? Na kwa hiyo ni kitabu cha historia. Kwa kama kanisa la kwanza kuna vitu vilifanyika, au kanisa lile ambalo la awali la mitume walipoanza kuhubiri injili, kuna vitu vilitokea kwa sababu ya mambo fulani. Maana kwamba yale mambo sio ya kupuuza. Kwa tunaangalia siku ya Pentekoste kwa sababu hapa juu waliahidiwa, sema Yesu Kristo alisema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu, nanyi mtakuwa mashahidi wenu katika Yerusalemu, katika Uyahudi wote. Sasa tunakuja sasa ndo Matendo ya Mitume sura ya 2 kuanzia mstari wa kwanza. Ndio ile siku imetimia. Sasa nasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja. Anasema kukaja ghafla kutoka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukajaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Anasema kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Wakajazwa Roho Mtakatifu, ndimi ziliwakalia. Kwa hiyo ili tendo la Roho Mtakatifu kuja juu ya mtu ni kuchukua udhibiti. Na hao watu walikuwa wamemwamini Yesu Kristo. Yaani hao watu walikuwa wamemwamini Yesu Kristo. Sio kwamba walikuwa hawajaamini. Walikuwa wamemwamini Yesu Kristo. Na hapa sasa inakuja kwamba, yaani hapa maana yake kwamba inakuja kwamba injili au habari njema ya wokovu wa Mungu isiyoifunua ahadi ya Roho tuliyoahidiwa, kuna namna fulani haijakamilika. Yaani injili ya Kristo Yesu, kama tulihubiriwa injili alafu atukuambiwa kwa habari ya ahadi ambayo Mungu anatuahidia ya Roho wake, kuna namna fulani ambavyo tutakuwa tunamwamini Yesu sawa, lakini bado ule kukubali ule msaada ambao Mungu ile ahadi. Kwa sababu unajua iko hivi, ahadi ukiifahamu ni rahisi, hata ikija unaipokea, si ndio? Kwa mfano nikikwambia bana kuna mtu atakuja hapa saa fulani, kaa hapa ndani, kuna mtu atakuja saa fulani. Akija ukisikia hodi unaamka haraka kumpokea. Lakini nikwambia bana kaa hapa ndani, alafu wewe umekaa hapa ndani, pengine akija mtu unaweza ukamfukuza, si ndio? Huyu aliyekuja ni nani? Yaani ukawa na mashaka naye kwamba huyu mbona ni mpya? Huyu mbona. Kwa hiyo kumpokea Roho Mtakatifu ni ile kuwa na kujua kwamba kuna hiki ambacho nimeahidiwa. Na katika hili kuna wakati ambapo kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Apollo. Alienda kuhubiri Efeso. Alienda kuhubiri habari njema ya Kristo Efeso. Na alipohubiri kule akawafundisha kwa habari ya Kristo Yesu, akamfunua Kristo. Lakini akuambia habari ya Roho Mtakatifu, akuambia habari ya Roho Mtakatifu. Sasa kwa sababu akuambia Roho Mtakatifu, wale watu kujaza Roho Mtakatifu ilikuwa ni, yaani unajazwaje kitu ambacho
haujakisikia wala haujasikia habari zake. Sababu hata Yesu mwenyewe swala la ujazo wa Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste aliwaambia kwanza. Alitoa maelekezo. Roho Mtakatifu atawajilia juu yenu, mtapokea uweza. Kwa hiyo ilipotokea siku ya Pentekoste wakajua hii ndio ile ahadi ambayo Yesu alituahidi. Kwa hiyo kuna namna fulani tunaweza kuelewa kwamba hivi wakati mwingine watu hawajazwi Roho Mtakatifu. Kwa nini hawajazwi? Sababu inawezekana umesikia sawa Injili, lakini kwa habari ya Roho bado hujaambiwa. Sababu Roho ni ahadi. Na tutaangalia siku ile ya Pentekoste Injili ile ambao walihubiri siku ya kwanza kabisa. Walizungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Apollo alimhubiri Kristo, lakini akuzungumza habari ya Roho. Nataka tusome maandiko hapa kidogo, ni mengi, lakini naomba tusome ili tuweze kuelewa. Matendo ya Mitume 19 kuanzia mstari wa kwanza. Sema ikawa Apollo alipokuwa Korinto, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso. Akakutana na wanafunzi kaza huko. Akawauliza, "Je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini?" Wakamjibu, "La, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatakusikia." Akawauliza, "Mlibatizwa kwa ubatizo gani?" Wakasema, "Ubatizo wa Yohana." Paulo akasema, "Yohana alibatizwa kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yaani Yesu." Waliposikia haya, wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Hao watu walihubiriwa Injili, walikuwa na wanafunzi wa Kristo sawa, walipokea Injili kwa Paulo. Na Paulo ndio alihubiri katika Efeso. Wakati Paulo anaenda, Apollo alikuwa amepita akahubiri Injili huko. Sasa Paulo anaenda Efeso, anakuta kuna wanafunzi kweli, wasema sisi wanafunzi wa Kristo. Lakini wanafunzi hao hawakuwahi kusikia habari ya Roho Mtakatifu. Paulo sasa ikabidi aanze kudadavua kwa habari ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na katika hili kwa nini Apollo ndio alihubiri? Ukiangalia Matendo ya Mitume ilikuwa 19, ukiangalia 18 anamzungumzia kwa habari ya huyu Apollo. Sema Matendo ya Mitume 18:24 anasema, "Basi Myahudi mmoja jina lake Apollo, mzaliwa wa Iskenda, mtu wa elimu, akafika Efeso. Naye alikuwa hodari katika maandiko. Mtu huyo alikuwa amefundishwa njia ya Bwana, na kwa kuwa roho yake ilikuwa ikimwaka, alianza kunena na kufundisha kwa usahihi habari za Yesu. Naye alijua ubatizo wa Yohana tu. Akaanza kunena kwa ujasiri katika sinagogi. Hata Priscilla na Akila walipomsikia, wakamchukua kwao, wakamueleza njia ya Bwana kwa usahihi. Kwa maana sema mstari wa 28, sema kwa maana aliwashinda Wayahudi kabisa mbele ya watu wote, akiwaonesha kwa maneno ya maandiko ya kuwa Yesu ni Kristo." Huyu alikuwa ni Myahudi. Apollo alikuwa ni Myahudi, alikuwa anayajua maandiko, lakini alikuwa katika maandiko yale alikuwa na ujua ubatizo wa Yohana. Ubatizo wa Yohana ni ubatizo wa toba, na ubatizo wa Yohana ulikuwa ukimfunua Kristo, kwamba kufunua Yesu kwamba ndiye Kristo, kwamba katika kifo chake na kufuka kwake tunafanya nini? Tunakuwa wapya. Kwa hiyo Apollo alikuwa ana uwezo wa kuweza kumfunua Yesu katika maandiko ya nyakati zile. Sababu ukisoma maandiko ya nyakati zile, tukisema maandiko ya nyakati zile ni maandiko ya Agano la Kale. Kwa hiyo alikuwa anaweza akamfunua Kristo kwamba Yesu ndio Kristo mwenyewe, kwa sababu Kristo alikuwa ni Wayahudi walikuwa wanamtegemea Kristo. Kwa hiyo alikuwa anawafundisha watu kwa habari ya Kristo. Yesu ndiye Kristo, ndiye mpako mafuta wa Mungu. Lakini kuna ahadi ambayo alikuwa haisemi kwa sababu haijui. Ahadi gani? Ya Roho Mtakatifu. Ndio maana nasema kwamba huyu mtu alikuwa akijua kwa habari ya ubatizo wa Yohana tu. Alikuwa anajua kwamba katika Kristo tunasema tunakufa na kufufuliwa pamoja naye. Tunaposema tuna ile kubadilika katika Kristo. Lakini kuna ahadi ambayo alikuwa hakuizungumza au alikuwa haifahamu vizuri. Sasa Priscilla na Akila ambao walikuwa wanazungumzwa hapa, Priscilla na Akila, hao watu walikaa pamoja na Paulo
Kwa walipata mafundisho ya kwa usahihi kwa habari za Roho Mtakatifu. Sasa walipokuwa wakimsikiliza, sababu Priskila na Akila kuna wakati walikuwa Efeso. Sasa nikizungumza hapa ni story kidogo ndefu, lakini kuna wakati walikuwa Efeso, walienda Efeso. Wakakutana na huyo Apolo akiwa anafundisha na ubiri, wakamsikiliza. Lakini walipomsikiliza wakaona kuna kitu kimepungua. Ikabidi sasa wamualike nyumbani kwao. Wamualike Apolo. Alafu wasema nini? Wakamfundisha kwa usahihi habari za Yesu. Na maana walikuwa wanazijua habari za Yesu, lakini ilikuwa ni nusu. Kwa namfunua Yesu katika namna ya katika ubatizo wa Yohana. Lakini kuna kitu ambacho walikuwa wakizungumzi ndio hicho. Sasa alipopita Apolo katika Efeso, ndio yeye akamfundisha Yesu, lakini hakuzungumza habari za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo akawa na wanafunzi ambao wanamwamini Yesu, lakini hawaelewi habari za Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu. Kwamba Roho Mtakatifu ni ile ahadi ambayo katika Kristo tunaipokea. Kwa sababu atakapokuja Kristo atatubatiza kwa nini? Ubatizo ambao Yohana alibatiza ni kwa maji, lakini Yesu Kristo atatubatiza kwa Roho Mtakatifu. Ina maana katika Kristo kuna ahadi ya kupokea sema ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Sasa taangalia ubatizo wa Roho Mtakatifu inakuwaje. Lakini Yesu ni neno. Ukizungumzia ubatizo wa Yesu Kristo ni kwa neno lake. Kwa neno lake, sio kwa maji. Yohana alibatiza kwa maji, lakini Kristo anabatiza kwa neno. Kwa neno. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Chakula hiki ni chakula ambacho ni kigumu kidogo. Kuna chakula cha maziwa. Chakula cha maziwa ni nini? Acha hiki. Acha hiki, usifanye hiki. Usifanye hivi. Hayo ni maziwa. Unajua mtoto mdogo, mtoto mchanga, mara nyingi tunafanya nini? Acha hiko. Usishike hiko. Usichafuke hivyo. Usifanye hivyo. Hiko ni chakula cha maziwa. Na Paulo kuna siku moja alipokuwa anazungumza kwa habari ya chakula cha kigumu na chakula chepesi, alikuwa akiwakana, akasema akiwakaripia wa Korinto kwa sababu ya matendo yao, ya mwenendo yao. Akasema hata sasa bado nasema nyie ni watu wa maziwa. Kwa hata ninachowafundisha hiki ni maziwa kwa sababu chakula kigumu hamjakiweza. Kwa hiki ni chakula kigumu. Bwana Yesu asifiwe. Natamani tupate kuelewa. Tupate kufanya nini? Kuweza kuelewa. Kwa hiyo ubatizo wa Yesu unamfunua, ubatizo wa Yohana unamfunua Yesu kuwa ndiye Kristo. Kuwa ndiye Kristo. Lakini ubatizo wa Yesu Kristo, sababu Yesu Kristo ubatizo wake ni nini? Ubatizo wa sema atatubatiza kwa Roho wa Mungu. Sasa hebu tuangalie kidogo Injili ya mitume wa Yesu. Alafu tutakuja hapo kidogo kwenye ubatizo, sababu ubatizo kidogo ni somo ambalo ni pana kidogo, ambalo kiuhalisia kufundisha kwa habari ya ubatizo inahitaji neema, kwa sababu kiuhalisia unaweza kufundisha kwa habari ya ubatizo ukavuruga watu. Sasa tuangalie Injili ya mitume wa Yesu. Wakati wanawahubiria Yesu, wanawahubiria Injili ya Kristo, siku ile ya Pentekoste kabisa, wamejazwa Roho Mtakatifu, wanahubiri. Sasa tunaangalia hapa, Petro alijaa Roho Mtakatifu, mitume walijaa, na Petro katika ile hali ya kujaa Roho Mtakatifu, Matendo ya Mitume 2:38 anasema Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Yaani ndio Injili ya kwanza kabisa. Tubuni mkabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi, alafu nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Mambo hayo mangapi? Matatu. Tubuni kwa maana ya rejeeni. Kwa nini mrejee? Mrejee kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kuamini neno ambalo litawafanya kuwa wapya. Kuwa wapya kwa namna gani? Kwa kupokea ondoleo la dhambi. Umeona? Alafu wasema nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa
ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjilie. Anasema akawashuhudia kwa maneno mengine mengi na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hichi chenye ukaidi. Anasema nao waliopokea neno lile wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Angalia content hizi ambazo walifundisha. Yaani ndio injili ya kwanza kabisa kwenye public baada ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Anawaambia tena, akasema Roho Mtakatifu, mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Anasema kwa sababu hiyo ndio ahadi ambayo Mungu aliahidi kwa ajili yenu. Kwa hiyo niseme hivi, kumpokea Roho Mtakatifu ni kufanya nini? Mtu akisema kumpokea Roho Mtakatifu ni kuwa na uelewa kwamba yupo, ni kuwa na uelewa kwamba ndio ahadi. Yaani hiyo kumpokea Roho Mtakatifu siwezi kusema pokea. Yaani ni neno linakuja linakuashua kwamba kuna Roho Mtakatifu. Alafu wewe unapoamini ndio unasema umempokea. Sema wote waliompokea. Sema hata kumpokea Kristo. Tunampokea Kristo kwa kufanya nini? Kwa kuamini. Si ndio? Kwa hiyo hata ile Roho Mtakatifu tunasema kumpokea Roho Mtakatifu ni kwa kuamini, kwa kuamini habari zake. Kwa kuamini kwamba ndio ahadi ambayo Mungu alituahidia. Kwa hiyo ubatizo ambao unazungumziwa hapa, sema nao waliopokea neno lake wakabatizwa, ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo ubatizo wa Roho ni kumpokea Roho. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kumpokea Roho. Na katika hili la kubatiza kwa Roho, Yesu mwenyewe alikuwa analizungumza. Matendo ya Mitume 1:4 akasema, hata walipokuwa wamekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ile ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu baada ya siku hizo chache. Hiyo ni ahadi ambayo Yesu alikuwa anaizungumza, kwamba Yohana alibatiza kwa maji, lakini ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na Yohana mwenyewe alikiri kwenye kitabu cha Marko 1:8, mimi nawabatiza kwa maji, bali yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Sasa kuna ubatizo wa Roho Mtakatifu na kuna Roho Mtakatifu kujaa. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu kujaa. Inawezekana tumempokea Roho Mtakatifu. Sema tumempokea Roho Mtakatifu. Lakini kujaa ni hatua nyingine. Tunaamini kwa habari za Roho Mtakatifu. Tunaamini kwamba Roho Mtakatifu ndiye msaada wetu. Tunaamini kwamba ndio ahadi ambayo tunaipokea katika Kristo Yesu. Kwamba katika Kristo Yesu tunapokea nini? Tunampokea Roho wa Mungu. Kwamba ndio ahadi ambayo Yesu Kristo alituahidia, kwamba ndiye msaada wa karibu. Lakini kujaa ni hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na katika hili nataka tuangalie kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume imezungumza sana kwa habari ya Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume 11 kuanzia mstari wa 15. Anasema, ikawa nilipoanza kunena. Hii ilikuwa ni habari ya alikuwa anazungumza Petro. Petro alikuwa anawashuhudia wengine kwa habari ya Roho Mtakatifu kujaa kwa watu wa mataifa. Kwa sababu unajua Wayahudi walikuwa wanajiona kwamba sisi ni special. Sisi hii injili ni kwa ajili yetu. Lakini Petro alipoenda kuhubiri kwa watu wa mataifa, watu wakapokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Sasa ndio alikuwa anawapa ushuhuda kwenye Matendo ya Mitume 11:15. Anasema, ikawa nilipoanza kunena, Roho Mtakatifu akawashukia kama alivyotushukia sisi mwanzo. Nikakumbuka neno lile la Bwana jinsi alivyosema, Yohana alibatiza
kwa maji kweli, bali ninyi mtabatiza kwa Roho Mtakatifu. Basi ikiwa Mwenyezi Mungu amewapa wao ile karama ile ile aliyotupa sisi tuliomwamini Bwana Yesu Kristo, mimi ni nani niweze kumpinga Mungu? Maana kwamba walikuwa wanamshutumu Yesu, Petro, kwamba kwa nini wewe umeenda kwa watu wa mataifa? Kwa nini umeenda kwa watu wa mataifa? Sasa Petro akawa anazungumza kwamba akakumbuka, akafanya reference kwamba Yesu alishasema maneno haya. Lakini kitu ambacho tunakiona hapa, ubatizo huu ulikuwaje au Roho Mtakatifu aliwashukiaje? Anasema ikawa nilipoanza kunena Roho Mtakatifu akawashukia kama alivyotushukia sisi mwanzo. Na kwamba kilichosababisha Roho Mtakatifu kuwashukia ni nini? Neno. Bwana Yesu asifiwe. Ni neno. Kwa alipoanza kusema Roho Mtakatifu akawashukia. Na kama nilivyosema, tunampokea Roho Mtakatifu kwa kuamini. Wagalatia 3:2 anasema, nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea Roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kulikotokana na imani? Mlipokea Roho kwa matendo ya sheria au kwa Torati au kwa kusikia kulikotokana na imani? Kwa anawauliza Wagalatia hapa Paulo. Kwa kupokea Roho ni kwa kusikia. Alafu kuna unaposikia sema unaamini kwamba Roho Mtakatifu yupo. Roho Mtakatifu ni msaada. Roho Mtakatifu ndio ahadi. Haleluya. Hujasikia habari ya Roho Mtakatifu. Hujasikia kwamba kuna Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hauwezi kumpokea. Hauwezi kumpokea. Kwa sababu utashirikianaje na kile ambacho hukijui? Haleluya. Sasa kuna kitu ambacho naomba nikiruke hapa. Lakini Roho Mtakatifu anafananishwa, Yesu Kristo alikuwa anamzungumzia Roho Mtakatifu, anamfananisha na maji yaliyo hai. Roho Mtakatifu ni maji yaliyo hai. Sasa maji yaliyo hai yanaweza kuwa ndani mwako, lakini kuna wakati hayo maji yanafurika. Yohana 7 kuanzia mstari wa 37, Yesu Kristo alikuwa anazungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu. Yohana 3 kuanzia mstari wa 37. Asema hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yanavyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Asema na neno hilo alilisema kwa habari ya Roho, ambaye wale wamwaminie watampokea. Kwa maana Roho alikuwa hajaja, kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Yesu alikuwa anazungumza hapa kwa habari ya kila mwenye kiu aje anywe. Unajua kuna kula na kunywa, si ndio? Mnafahamu kuna kula na kunywa mezani pake. Tunakula nini? Neno. Tunakula neno. Lakini tunakunywa nini? Roho Mtakatifu ndiye maji yaliyo hai. Ndio maji yaliyo hai. Kwa hiyo anasema na neno hilo alilisema katika habari ya Roho, ambaye wamwaminie watampokea. Wamwaminie, kwa sababu kila mwenye kiu aje. Kuna Roho Mtakatifu ambaye akiingia ndani mwako, maana kwamba unakuwa na Mungu ndani yako. Kwa kiu, ile kiu ya Mungu inakatwa kwa sababu Mungu tayari yuko ndani yako, si ndio? Ukisema kiu, mtu mwenye kiu ni mtu gani? Ni mtu ambaye hana Mungu ndani yake. Sasa umemwamini Kristo, umempokea Roho Mtakatifu, maana kwamba una maji ndani yako. Sasa kuna wakati ambapo haya maji yanafurika. Hayo maji yaliyo hai yanajaa, kama ujazo.
ni kujaa, yanafurika. Kwa hiyo lazima tuelewe hivyo. Yohana 4:14, walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemu ya maji yakibubujika uzima wa milele. Bubujiko ndani. Ujazo. Kwanza ile neno ujazo. Ujazo limekaa kimaji, si ndio? It's all about kimejaa kama maji, fluid, liquid. Ujazo unajaa. Kwa hiyo kila mwenye kiu, Yesu ukimwamini anakupa maji. Maji ni nini? Roho. Ukimwamini anakupa maji. Maji ni roho. Sababu maji yaliyo hai, maji ya uzima. Alafu asema ni roho wa uzima, si ndio? Mnafahamu roho wa uzima. Maandiko yanazungumza roho wa uzima, alafu maji ya uzima, uzima wa milele. Kwa hiyo kuna wakati fulani, swala la kumruhusu Roho Mtakatifu hatuhudumie, hatulipi nini? Hatulipe priority. Ndio maana wakati mwingine tunaona mambo magumu. Unajua kuna wakati mwingine hata ukija tunasema mimi bwana kufundisha ni ngumu kweli kweli. Kufundisha kwa sababu unataka atumie akili zake. Yaani mimi kumwambia mtu habari za Yesu, yaani mimi kufanya hivi ni ngumu. Kwa nini ni ngumu? Kwa sababu unataka kutumia akili zako. Yuko msaada Roho Mtakatifu. Hivi tuna ushirika wetu na Roho Mtakatifu ukoje? Tuna ile feeling au tuna ile awareness, ile kuelewa kwamba Mungu yuko ndani yetu. Yaani tuna uelewa kwamba Mungu yuko ndani yetu. Yaani Mungu yuko pamoja nasi. Mimi hapa nilipo, Biblia tena ikazungumza kabisa, ikasema ninyi ni nyumba ya Roho. Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Haya yote yalizungumzwa. Ninyi ni nyumba ya Roho. Roho Mtakatifu. Kusoma maandiko ya mitume, maandiko ya Paulo, maandiko ya mitume wa Yesu, wamezungumza sana kwa habari ya Roho Mtakatifu. Lakini leo hii tunazungumza habari ya pesa, nguvu ya hela, tunazungumza habari ya vitu, material things. Tunazungumza vitu vya ulimwengu huu. Kwa hiyo lazima msisitizo wetu uwe kwamba tunao msaada wa karibu, Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu kuna wakati ambapo anajaa. Ana take control, anachukua udhibiti. Unaweza kutenda vitu ambavyo katika namna logic ya kawaida usingeweza kufanya. Unafundisha, unahubiri, unatabiri, unaachilia unabii. Kwa sababu nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu amejaa. Yaani hiyo kitu ukimwambia mtu pengine kuna vitu vingine unaweza ukavifanya. Alafu ukija baadaye ukiangalia hivi kweli iliwezekanaje kufanya jambo lile? How comes? Yaani iliwezekanaje kutokea jambo lile? Isingewezekana kwa akili zako. Yaani inawezekanaje unaimba? Inawezekanaje unapiga piano pengine? Halafu watu wanatabiri, watu msifu Mungu, wanamuadhimisha Mungu. It's all by ile ujazo wa Roho Mtakatifu. Ni kwa ujazo wa Roho Mtakatifu pekee. Kwa hiyo nimesema mambo hayo tuelewe kwamba Roho Mtakatifu kuna wakati anajaa. Yuko ndani yako sawa. Lakini kuna wakati anafurika, anajaa, anachukua udhibiti. Na jamani, nataka niseme ni kitu kingine, ni kitu cha kutamani. Kitu cha kutamani. Unatamani kujaa Roho Mtakatifu? Unatamani awe anajaa?
Na ukitamani anajaa, andaa mazingira ya sababu Roho Mtakatifu pia kuna namna fulani kujaa. Sababu akijaa kuna vitu ambavyo vitafanyika ambavyo sio kwa akili yako, si ndio? Sasa kuna namna fulani unaweza kutengeneza mazingira. Ukaandaa mazingira ya Roho Mtakatifu kufurika, kujaa ndani yako. Hiko ni kitu ambacho ni muhimu sana tukielewe. Kuna watu wako wanatamani kuexperience au kupata ile nini? Roho Mtakatifu, kumruhusu Roho Mtakatifu kujaa. Sasa Roho Mtakatifu, kiu, shauku. Mwambie Roho Mtakatifu, chukua udhibiti. Roho Mtakatifu, kuwa na hiyo kiu na shauku. Kuna mimi ngoja nizungumze my first experience, ile ujuzi wangu wa kwanza Roho Mtakatifu kujaa ndani yangu. Kuna mwalimu mmoja alikuwa anaitwa mwalimu Tuntufye Mwakembe. Alikuwa anafundisha semina tukiwa sekondari. Alikuwa anapenda sana kwa wanafunzi. Akawafundisha somo la kuhusiana na Roho Mtakatifu. Tanga huko miaka hiyo. Alikuwa ndo ameanza huduma nafikiri. Akawa amekuja kwa wanafunzi wa Ukwata Tanga, alikuwa anasoma Tanga. Akawa anafundisha somo la Roho Mtakatifu. Akazungumza wangapi ambao wana kiu na pokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Alifundisha somo kwa habari ya Roho Mtakatifu, lakini pia akafundisha kwamba huwa anajaa ndani ya mtu. Sio kwamba kumpokea ukisha amini kwamba yupo, umempokea. Tayari umempokea kwamba unaamini Roho Mtakatifu yupo. Lakini kujaa, kumpa nafasi ya udhibiti, kumpa nafasi ya kutake control. Yaani anachukua udhibiti wa mawazo yako. Ndio maana nasema kujaa kwa Roho Mtakatifu, anasema Roho akisha kuajilia juu yenu kichwa, anakuja juu. Na najua juu ndo kuna control kila kitu. Kwa hiyo pale nakumbuka watu wakawa wanaomba, nami nika experience au pokea ule ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ikawa mara ya kwanza nikaanza kuzungumza kwa lugha ngeni. Hii kitu naikumbuka mpaka leo. Alafu nakumbuka sikutamani kuacha. Yaani unajua mpaka yaani jamani anaendelea na bado unatamani kuendelea sio kitu ambacho umekiamua kwamba sasa hivi ni. Unajua ngoja niseme hivi. Hivi unajua kwamba kuna sipendagi sana kutumia mifano ya Said B kwa sababu sio njema. Sio Lakini kuna watu wao wanapagawaga na mapepo Akipagawa na pepo mtu anafanyaje? Anafanya vitu ambavyo kwa akili za kawaida haiwezekani, si ndio? Anakuwa anafanya vitu vya ajabu. Roho Mtakatifu ukipagawa na mapepo unafanya vitu vya aibu. Lakini katika Roho Mtakatifu kwa sababu kupagawa na mapepo ni roho chafu, zinateki udhibiti. Katika fikra, katika akili unafanya vitu vya ajabu. Lakini Roho Mtakatifu akichukua udhibiti anafanya vitu vya kimungu. Unatamka mema, unatamka baraka, unahubiri habari njema kwa ujasiri, unaachilia hekima ya Mungu. Yaani huku unafanya vitu vya aibu, huku unafanya vitu vya kumtukuza Mungu. Kwa hiyo jamani, kujaa neno la Mungu likasema msilewe kwa nini? Kwa mvinyo. Kulewa kwa Roho maana yake ni nini? Kwa sababu unajua kulewa ni mtu anachukua pombe, si ndio? Anachukua pombe anakunywa, si ndio? Maana kwamba anajua sasa hapa nakunywa ili nilewe. Lakini pia hata sisi kuna namna fulani tunaweza tukawa na kiu kwamba Roho Mtakatifu na kiu. Sasa lazima, ndio maana nasema lazima pia kuna mazingira ya kuandaa. Sababu kama pombe, mlevi mwenyewe akunywa lazima aende bar au aende kununua pombe, si ndio? Unaweza ukawa na privacy yako ya ibada, au ukawa na tafakari matendo makuu ya Mungu, au ukawa unasoma maandiko. Kwa sababu Roho Mtakatifu anapojaa anaweza akajaa
ili wahudumie watu. Na actually ndo sana. Anajaa ili uhudumie watu. Sababu utakuja kuangalia kwa nini Roho Mtakatifu anajaa. Ni kitu ambacho lazima tukielewe. Ndio tunaenda hiyo chapter. Kwa nini Roho Mtakatifu anajaa? Lakini Roho Mtakatifu anapojaa, maana kuna utendaji wa Mungu ambao Mungu anau. Lakini lazima pia na sisi unakuwa tayari. Unakuwa tayari. Ndio maana kabla ya wale watu katika kanisa la kwanza kupokea Roho Mtakatifu, ujazo wa Roho Mtakatifu, kuna wakati alikuwa akiwekea mikono. Sasa anawekea mikono ili wapokee ujazo wa Roho Mtakatifu, ndio ya maana kama ile unawekewa mkono, unakuwa aware kwamba hapa kinachofuata ni kufanya nini? Unajiandaa Roho Mtakatifu kujaa. Lakini kuna wakati mwingine alikuwa akifundisha kwa habari ya huyo Roho. Alikuwa wakimfunua huyo Roho. Kwamba Roho Mtakatifu anapokuja ndani yetu anatusaidia. Anatusaidia katika safari yetu ya wokovu. Lakini kuna vipawa vya Roho wa Mungu ambavyo vitadhihirika ndani yako. Vipawa vya Roho Mtakatifu ni nini? Vipawa vya Roho Mtakatifu. Au tunazungumza karama za Roho Mtakatifu. Spiritual gifts. Zawadi za Roho Mtakatifu. Hizo zitokana na uwezo wako. Kuna vitu vinaachiliwa ndani yako. Kutabiri, kuhubiri, kufundisha, uponyaji. Kwa kuna matendo ya miujiza ambayo ndio hiyo uponyaji. Lakini kuna matendo ambayo ni ya nini? Matendo ambayo ni lazima matendo ambayo yanamfunua Kristo. Kuhubiri na kufundisha na kutabiri pia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuelewe, unatamani wakati mwingine kufundisha. Tayari una Roho Mtakatifu ndani yako. Kuhubiri, Roho Mtakatifu ndani yako. Unajua kuandaa vinini, handout. Tunaandaa actually, lakini inatusaidia kufanya nini? Ile ku take flow. Sababu hata unapoandaa ni kwa Roho Mtakatifu. Lakini kuna vitu ambavyo unavizungumza ambavyo katika namna ya kawaida usingeweza kuvisema. Usingeweza kuvisema. Sababu sio vitu ambavyo umejifunza, umevipangilia kama nikienda nikisema nitaanza hivi Roho Mtakatifu yupo kutusaidia. Huduma hizi tunazofanya. Kujua F sharp, kujua rolling, kujua nyuzi gani, kupanda voko na kushuka hivi na hivi. Hiyo ni kitu ambacho mtu tu ambaye anaweza kujifunza. Ni sema ni technicals. Ni vitu ambavyo ni vya kiujuzi tu lakini tutamani kufikia hatua kwamba tunapofanya vile ambavyo tunasema ni vipawa tunavitumia, kuna namna fulani ile roho aliye ndani yangu, ile roho alisema maji ya lio hai yatatiririka, yatabubujika, mito ya maji yaliyo hai itabubujika kutoka ndani yenu. Hiyo ilikuwa ni ahadi, ndio kwamba anapozungumza mito ya maji yaliyo hai yatatoka ndani yenu, maana ni kwamba ni Roho Mtakatifu atatoka kiwahudumia watu kupitia kile ambacho unakifanya, mafundisho, kupitia kutabiri, hata kile ambacho unakifanya. Kama ni unamwadhimisha Bwana kwa njia ya muziki na nyimbo, mito ya maji yaliyo hai itatembea. Watu watafanya nini? Watakunywa, ndivyo ambavyo ilivyo. Kwa nini Roho Mtakatifu anajaa ndani ya mtu? Ni ili kupewa nguvu ya kiutendaji. Roho Mtakatifu akijaa ndani ya mtu sio tu kwa ajili ya kupiga kelele na kunini. Kwa ajili ya sema ni anakupa nguvu. Anasema nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu. Ina maana akiwajilia juu yenu, akikaa juu yenu, nasema nini? Mnapokea nguvu. Kwa hiyo matokeo ya Roho Mtakatifu kujaa, kwa nini Roho Mtakatifu anajaa? Ni kupewa nguvu ya kiutendaji. Tukimwangalia Samsoni, nataka tuangalie Samsoni. Unajua kila kitu kilichotokea katika maandiko kina reflect vile ambavyo Kristo alikuja kufanya. Samsoni kuna maelekezo aliambiwa asinyoe nywele, si ndio? Mama yake alipewa maelekezo kwamba asinyoe nywele kabisa mwanae. Na tunasemaje kwamba zile nywele ndio zilikuwa zinampa nguvu. Lakini kilichokuwa kinampa nguvu sio nywele. Ni Roho wa Mungu. Ni Roho wa Mungu.
Ile ilikuwa tu ni tunasema ni nini? Ilikuwa ni nadhiri. Ilikuwa ni patano. Ilikuwa ni patano kati ya Mungu na mama yake Samsoni. Alafu Samsoni pia akaambiwa na mama yake kwamba usifanye hivi, usinyoe hivi. Kwa hiyo zile nywele sio kwamba ndio zilikuwa zinampa nguvu. Tuelewe hivyo. Kwa sababu ukiangalia kwenye maandiko kuna wakati aliomba, ile wakati wa mwishoni, akasema Mungu, naomba tu mara moja tu hii, nipe nguvu hizi, nijilipizie kisasi. Alafu zile nguvu zikamrudia japokuwa nywele amenyolewa, si ndio? Maana kwamba zile siri ya nguvu zake sio nywele. Soma kitabu cha Waamuzi 16:19. Akasema naye akamlaza usingizi. Tunaangalia Delila hapa. Akamlaza usingizi magotini pake. Kisha akamuita mtu akavinyoa vile vishungi 7 vya nywele kichwani mwake. Akaanza kumsumbua. Akasema nguvu zake zikamtoka. Kisha akasema Samsoni, Wafilisti wanakuja. Akaamka kwa usingizi wake akasema nitakwenda nje kama siku nyingine na kujinyosha. Lakini hakujua kuwa Bwana amemwacha. Bwana amemwacha. Kwa hiyo kilichomwacha pale Samsoni ni Bwana alimwacha. Kwa nini alimwacha? Kwa sababu kuna mapatano ambayo tuliweka. Lakini alipokuja tena akajilipiza, akasema Mungu akajilipiza kisasi, ilikuwa kwa neema, si ndio? Kwa neema. Ilikuwa ni kwa neema kwamba hakuweza kutunza kile ambacho yale masharti aliyompa. Lakini kuna moment Mungu akampa neema, akamjalia tena nguvu, akakaa tena juu yake neema. Kwa hiyo inatuonesha nini? Inatuonesha kwamba Mungu kuwa ndani ya mwanadamu ni kwa neema. Tukisema kwamba vigezo kuna wakati mwingine kwa our prestige, ile kujisikia, ile kujisifu, ile kujiona kwamba sisi, kuna wakati mwingine inaweza ikatudisqualify. Kwa hiyo matendo ya mwili hayawezi yakasema yakatupa qualification. Yaani tukisema kwa matendo ya mwili kuna wakati Roho wa Mungu atatuacha. Lakini kwa neema yake tunaweza kufanya nini? Tunaweza Roho Mtakatifu anaweza kaja juu yetu. Matendo ya Mitume 1:8, lakini mtapokea nguvu kisha kwa ajili ya juu yenu yule Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Tuone kwamba hatuwezi pasipo msaada wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio msaada wa karibu. Kuna wale wanaimba ile nyimbo usimtume mtu wala malaika sio nini, hata kuelewa sio nini. Kuna nyimbo ambazo zinaimbaga za ajabu. Sasa Mungu anaweza akamtuma mtu. Huyo mtu ana roho wa Mungu. Sababu jamani, roho wa Mungu si yuko ndani yetu. Sasa kama Mungu amemtuma mtu, huyo mtu kwa roho wa Mungu, alafu wewe unamkataa, unataka Mungu aje. Yaani kuna vitu vingine vya sasa sijui kwa nini nimesema hivyo, lakini nachotaka kusema nini? Msaada wetu, msaada wa karibu ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yuko ndani yetu. Tunapohitaji msaada, tuna roho wa Mungu. Kisema lakini wewe msaidizi atakapokuja atawafundisha yote. Wala uhitaji wakati mwingine sio lazima. Unajua kuna wakati mwingine unaweza ukasafiri ukaenda Nigeria si wapi kwenda kwa mchungaji, kwenda kwa nani. Lakini Mungu unaye ndani yako. Msaada unaye ndani yako. Lakini pia natamani neno hili, kama uko hapa siku ya leo au unasikia sauti hii na hujawahi kuwa na kiu kabisa ya kutamani kuona Roho Mtakatifu anajaa ndani yako. Tayari yuko ndani yako, lakini anajaa, anabubujika ndani yako. Hebu anza kutamani leo. Unajua kuna wakati mwingine, kuna vitu vingine unaweza kuviona sema yaani wale wanajiona wa kiroho. Si wanajiona wa kiroho. Yaani wanaanza kuzungumza kwa lugha. Japokuwa kuzungumza kwa lugha ngeni ni kitu tunasema ni private worship, ni kitu cha binafsi. Kama hakuna mtafsiri.
Lakini nataka niseme hivi, Roho Mtakatifu kuna wakati unamhitaji ajaye ili uweze kufanya maamuzi fulani, ili uweze kufanya kitu fulani. Tumesoma maandiko mengi hapa tukaona kwamba Roho Mtakatifu alijaa wakazungumza kwa ujasiri. Roho Mtakatifu alijaa wakakemea. Roho Mtakatifu alijaa wakafanya jambo fulani. Unajua Stefano alikuwa amezungukwa na watu ambao wanasema walikuwa wanataka kumuua. So Roho Mtakatifu akajaa akaendelea kuzungumza habari za Kristo. Alafu akala mawe mwamba akadondoka. Lakini kama sio Roho Mtakatifu kujaa, angeanza kuomba po. Nisameni jamani, nisameni, tu negotiate. Kuna moment tunahitaji Roho Mtakatifu ajaye ili tupokee ujasiri wa kuweza kufanya mambo ambayo yatatufanya nini? Yatatuwezesha kumdhihirisha Mungu wetu. Yaani Roho Mtakatifu yuko ndani yako, lakini kuna moment tunahitaji Roho Mtakatifu ajaye, achukue nafasi. Yaani mawazo yetu yazimwe pap. Isiwe mimi tena. Isiwe ni mimi ninayezungumza. Isiwe ni mimi ninayeimba. Isiwe ni mimi ninayeomba. Roho Mtakatifu utusaidia kuomba kwa kuugua kusikoweza kufanya nini? Kutamkika. Kwa nini? Kwa sababu hatujui kuomba jinsi inavyotupasa. Tukianza kutumia akili na logic na mambo ya kishule na mambo ya kitaalamu, kuna wakati mwingine tutakwama. Sometimes tunahitaji ujasiri utakuwa nao na Roho. Hasa kwenye ministry, huduma, tunaita huduma. Huduma ni Roho Mtakatifu anahudumu. Roho Mtakatifu anahudumu. Tamani leo hii tunapoimba, tunapofundisha, tunapozungumza habari zake, kuwe na nini? Manifestation. Kuwe na udhihirisho wa kile ambacho tunakisema katika maisha ya watu. Na udhihirisho unatokana na nini? Roho Mtakatifu anajidhihirisha katika namna ya karama. Karama. Baba yetu, Mungu wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninatambua uwepo wako Roho Mtakatifu mahali hapa. Ninatambua uwepo wako Roho Mtakatifu mahali hapa, kwa sababu uko ndani yetu. Kasema miili yetu ni hekalu lako. Mwaminifu, mtakatifu, sawa sawa na neno lako ambalo umesema nasi siku ya leo. Ninaomba na kila nafsi ambayo imesikia leo hii na kuamini ya kwamba wewe uwezaye kutujaza kwa wingi, maji ya uzima, wewe uwezaye kububujika ndani yetu pale tunapokuwa tayari. Mfalme, naomba kwa ajili ya nafsi hiyo. Naomba kwa ajili ya nafsi hiyo Bwana. Ukajae ndani yetu. Jaa Roho Mtakatifu. Jaa. Yesikaya baba baba sikara mandara baba basi. Yeteke sara mandara bobo sikete. Ikareke pasaya mandara bobo bobo sikaye ketere masika. Ikarama sikara kosia baba baba basi teke. Yataka sikara masika ya bobo bobo sika. Ukajae Mungu ndani ya nafsi zetu. Ukajae Bwana. Ukajae ili watoto wako tutabiri. Ukajae ili watoto wako tukudhihirishe katikati ya magumu. Ukajae ili watoto wako tuweze kuzungumza kwa ujasiri siri yako. Ukajae ili tuweze kukuthibitisha wewe Mungu wetu katikati ya wote ambao Mungu unapenda wasikie habari yako. Roho Mtakatifu, tumeamini leo.
tumeamini kwamba upo nawe ndiye msaada wetu, kwamba tunapompokea Kristo Yesu tuna ahadi ambayo tunaipokea, ndiyo Roho Mtakatifu. Tumekukubali, tumekukubali, tumekukubali kwa sababu tumesikia habari zako, Mungu uliye karibu, Mungu uliye pamoja nasi. Tunaomba ukajae pindi pale tunapokuhitaji kujaa, tunapohitaji msaada wako, tunapohitaji uweza na nguvu zako. Ikawa ni kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen.